zangu, katika mazungumzo hapa bado tunaonekana kwamba changamoto inayotukabili katika nchi yetu, changamoto kuu mbili. Moja ni ajira kwa vijana na pili ni gharama za chakula, bei za vyakula. Nataka nikuahidini ndugu zangu, kama tulivyoyafanyia kazi yote niliyoyataja hapa na mengine ambayo sijayasema kwa sababu ya muda, hatutoshindwa kuvalia njuga tatizo la ajira kwa vijana. Tutalivalia njuga kwa sababu ilani iliyopita tulisema tutaajiri vijana 300,000 katika sekta zote za serikali, za binafsi pamoja na kuwawezesha. Tumefanikiwa kuajiri vijana 275,000, sawa na asilimia kama 72. Huku tunapokwenda tutahakikisha tunavuka lengo, kwa sababu safari hii ilani yetu inasema 350,000. Tutahakikisha tunavuka lengo kwa sababu tayari nimeshaanza kupanga mipango itakayotuwezesha kufanya vizuri zaidi katika eneo la ajira. Ndugu zangu, kwenye bei za vyakula, kwanza nikwambieni, bei za vyakula sababu zake kuu ni mbili. Kwa nini vyakula vinapanda bei? Moja ni gharama za usafiri. Wakati Pemba hapa ilikuwa bandari hakuna, au bandari yetu ilikuwa haikidhi, ilikuwa chakula kinachotoka Pakistani, haya mapembe tunayokula hapa yanatoka Pakistani, mzigo unashushwa Mombasa. Kutoka Mombasa mzigo unakuja Unguja. Kutoka Unguja mzigo unakuja Pemba. Bila shaka gharama hizo ni kubwa sana, na ndio maana zinafanya bei ya chakula kinakuwa juu. Sasa hivi tumeshaanza kuboresha bandari zetu. Mkoani tayari imeanza kupokea meli kutoka nje, kutoka Pakistani moja kwa moja mkoani. Tutashusha bei ya gharama za chakula hapa Pemba. Sababu ya pili ilikuwa ni mafuta ya petroli. Mafuta ya petroli, sisi hapa Zanzibar hatuna uhifadhi. Kwa hiyo kila mwezi tunanunua mafuta kwa meli moja moja. Kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba mafuta yakipanda bei huko nje, hatuna akiba. Kwa hivyo mafuta ya petroli yakipanda, gharama za usafiri zinapanda. Leo mzigo ukishuka pale mkoani mpaka ufike huku kaskazini, gharama za usafiri zinakuwa kubwa sana. Na ndio maana tumesema tutajenga bandari ya Shumba, nayo iweze kupokea meli moja kwa moja kutoka nje, tupunguze gharama za usafiri. La tatu ni kuwa na hifadhi ya chakula nchini. Tutajenga maghala makubwa ya uhifadhi wa chakula. Tutanunua mpunga kutoka bara wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno mpunga bara ni mwingi na bei ni rahisi. Tutahakikisha tunahifadhi mpunga hapa Zanzibar pamoja na mahindi, ili wananchi waweze kupata bei ile ile mwaka mzima kama vile wakati wa mavuno. Kwa sababu kilichotokea sasa hivi ni kwamba pale Morogoro au Mbeya au Shinyanga wanapolima mipunga, wakati wa mavuno bei ni ndogo sana. Mchele kule unauzwa mpaka 1,000, 1,200. Miezi mitatu tu baadaye imeshapanda sana, kwa sababu nje ya mavuno bei zinapanda. Sisi tutanunua wakati wa mavuno, tuhakikishe gharama za chakula nchini hazipandi kwa mwaka mzima ikilinganishwa na kipindi kile cha mavuno. Kwa hivyo ndugu zangu, mipango tunayo, uwezo wa kutekeleza tunao, na nia hiyo tayari tumeshaiweka. Nataka nikuhakikishieni ndugu zangu, swala la chakula kupanda kwa bei na swala la ajira ndiyo kipaumbele cha serikali yetu hii kwa awamu inayokuja. Ndugu zangu, nimalizie. Najua hapa kuna wakulima wengi wa karafuu. Nataka niseme maneno mawili katika karafuu. Karafuu sasa hivi kuna watu wanakuja wanapiga maneno hapa kwamba serikali imelitelekeza zao la karafuu. Mimi nataka nikwambieni hivi. Kwa nini sasa hivi uzalishaji wa karafuu si mkubwa? Nchi yetu hii haizalishi zaidi ya tani 10,000. Ni 8,000, 7,000, 5,000 kutegemea na msimu. Tunatakiwa sisi Zanzibar tuwe wazalishaji wakubwa wa karafuu. Tatizo ni kwamba mashamba ya karafuu watu hawana uhakika nayo. Kuna wakati mtu anaambiwa hili shamba analolitunza, msimu ukifika anakodishwa mtu mwingine. Kwa hivyo watu hawayatunzi, hawapandi mikarafuu mipya. Serikali imeamua kwa makusudi sasa, wale wote wenye mashamba yale ya eka tutawakabidhi yawe mali yao.
na kazi hiyo tutaanza kuifanya kesho kutwa. Hapa nitaanza kutoa hati miliki kwa wale ambao wana hayo mashamba, wayatunze, wapande mikarafuu mipya, tuhakikishe tunaongeza uzalishaji wa karafuu. Lakini kwa upande wa bei, serikali iliweka sera kutoka serikali iliyopita kwamba mkulima alipwe 80% ya kile ambacho ZSTC wanapata katika kuuza. Mpaka leo tunapozungumza, ZSTC wanachouzia 80% analipwa mkulima. Ikiwa ZSTC wanauza kwa shilingi 20,000, basi mkulima anatakiwa alipwe 16,000 kwa daraja la kwanza. Ndio utaratibu, na sera hiyo ipo, tutaiendeleza. Kila bei ya dunia ikipanda, maana yake mkulima atapata zaidi. Napenda nikuhakikishieni ndugu zangu, hilo halijabadilika. Na kwa nini ZSTC wanabaki na ile 20%? Si kwa sababu ya matumizi yao, ni kwa sababu ya huduma. Kuna kusafisha, kuna magunia, kuna kusafirisha, kuna mambo mengi ambayo wanafanya. Kwa hiyo ile 20% ni huduma tu. Tunataka mkulima endelee kupata 80%, na ndivyo hivyo tunavyofanya. Kwa hivyo ndugu zangu, poroje nyingine zile zinazokuja huku zisikilizeni, lakini hazina ukweli wowote. Tutaendelea kulidumisha zao letu la karafuu, wananchi waweze kunufaika na. Ndugu zangu, napenda nimalizie sasa kwa kusema kwamba nimewasikia wale waliokuja hapa kutoa changamoto. Zote nimezichukua. Kuna barabara za ziada zitakazohitajika, kuna skuli mpya zitakazohitajika za msingi na sekondari upande wa mashariki na magharibi, kituo cha afya, chuo cha mafunzo ya amali, mikopo ya maboti kwa akina mama wa mwani kupata msamaha. Yote nimeandika, yote nitayazingatia. Nataka nikuhakikishieni kwamba tukiendelea kupata uongozi katika serikali ijayo, tutayafanya makubwa zaidi kuliko tuliyofanya awamu hii tunaomalizia. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, sasa nifanye kazi ya kuomba kura, kazi yetu ya pili na ya mwisho. Leo tumekuja hapa kwa madhumuni ya kuja kukuombeni kura. Tarehe 29 mwezi huu tutafanya uchaguzi katika nchi yetu. Uchaguzi wa kuchagua nafasi zote 5. Nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ya rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi na madiwani. Sisi Chama cha Mapinduzi tuko mbele yenu. Tunakuombeni mtuchague Chama cha Mapinduzi kwa maana ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwombea kura Mama Samia Suluhu Hassan. Mtampa. Kwa nafasi ya rais wa Zanzibar, niliyesimama mbele yenu ndio mgombea Hussein Ali Hassan Mwinyi. Naomba kura zenu za ndio. Mtanipa?